Asante sana ndugu waandishi wa habari. Naitwa Clayton Revocatus Chipando. Ni mtangazaji wa Wasafi Media, lakini pia ni CEO wa 7 Media, lakini pia ni mtoto wa mmiliki wa kampuni ya WCB, Wasafi Media, pamoja na Wasafi Soap, Wasafi Bet. Ni kampuni nyingi ziko ndani yake. Anaitwa Diamond Platinum Lukuga. Mimi ndo mtoto wake wa kwanza. Sio bana. Hiyo najua kuna watu hawaipendi, lakini sasa hakuna namna, haiepukiki hiyo. Na leo nimesimama hapa au nimekaa hapa kama balozi kutoka Mandasi Store. Mandasi Store, kampuni ambayo inafanya biashara ya kuwakopesha Watanzania simu, kisha Mtanzania analipa kidogo kidogo. Na kwa nini Mandasi Store tuko hapa? Nataka kuongea kwa ufupi sana. Moja kati ya wasanii wakubwa katika nchi yetu ya Tanzania, wasanii ambao wana nguvu katika jamii ya Kitanzania, wasanii ambao wana heshima katika jamii ya Kitanzania pamoja na international level. D'Voice, msanii kutoka WCB, ameamua kuipeleka burudani kwa Watanzania wote waliopo kanda ya Ziwa. Hakuna msanii yoyote ambaye atafanya tour kubwa kama tour ambayo inaenda kufanyika this time around kutoka kwa D'Voice, msanii kutoka WCB, msanii pendwa anayeongoza kwa sasa hivi kwa numbers. Waulize wasanii wote wa Singeli, hata hao wanaokuja kwa numbers, manake ni msanii anayepiga miguu yote. Ukitaka R&B unapata, ukitaka Singeli unapata, ukitaka kidaruso unapata, unataka wewe kitu gani kutoka kwa D'Voice unapata. So ni muda umefika watu wa kanda ya Ziwa kwenda kupata burudani kwa msanii sahihi kutoka WCB, D'Voice. Hii ni tour ambayo Mandasi Store tumeamua kuweka pesa kwa ajili ya kumsapoti msanii kutoka WCB. Tunajua WCB ni kampuni, ni lebo tajiri, lakini sisi katika kumuunga mkono Diamond Platnumz pamoja na wasanii wake, tukasema Diamond, una wasanii wengi na wengine wapya wanakuja, lakini sisi tupe D'Voice kwa sababu ndio chaguo letu kama Mandasi Store. Show zake zote ambazo atakwenda kuzifanya kanda ya Ziwa, sisi kama Mandasi Store tutakuwa na watu wetu katika kumbi zote ambazo atapiga, na watu wanaokuja kwenye show za D'Voice watapata nafasi ya kukopeshwa simu, watapata nafasi ya kukutana na wahudumu wetu kuongea namna kuweza kukopa simu, na then watalipa kidogo kidogo. Tunajua kanda ya Ziwa panaongoza kwa watu kuwa na viswaswadu. Kupitia show ya D'Voice ya kanda ya Ziwa, tunawahakikishia kwamba watu wataacha kiswaswadu, atachukua simu mpya kutoka Mandasi Store na ataenda nayo nyumbani, huku akiwa analipa kidogo kidogo. Atachagua yeye awe analipa kila wiki, awe analipa kila mwezi, na atachagua pia yeye mwenyewe hilo deni alilipe kwa miezi 6 au mwaka mzima. Mandasi Store tunakufa na D'Voice. Tunaamini kwenye talent alionayo D'Voice, na ndio maana tumesema tarehe 6 tutaanza pale Shinyanga. Tutakuwepo Shinyanga, watu wote wa Shinyanga tunawaletea D'Voice, tunawaletea burudani. Mtapata masaa 4 ya performance ya msanii kutoka WCB mwenye mapafu ya mbwa, pumzi ya kutosha. D'Voice, watu wa Shinyanga, kaeni tayari. Ukumbi unatoaje ule? Shinyanga unatoaje? Ukumbi unatoaje? Tutakuwa Shinyanga na tutapiga pale kuanzia saa 1 jioni mpaka muda ambao jogoo atachoka kulala na atawika yeye mwenyewe. Shinyanga. Tukitoka Shinyanga tarehe 7 tutakuwa Manyoni. Tukiwa Manyoni tarehe 7 tuna uhakika 100% kwamba watu wa Manyoni wanahitaji nafasi ya kuona show kubwa kutoka kwa msanii mkubwa wa WCB, D'Voice. Na sisi kama Mandasi Store tukasema tutaenda na D'Voice Manyoni. Tutahakikisha watu wa Manyoni wanakopeshwa simu, wanalipa kidogo kidogo, huku wakipata burudani. Kwa unaweza ukakopa simu ukiwa Manyoni na ukaenda kwenye show ya D'Voice ukimrekodi kupitia simu ambayo umechukua kutoka Mandasi Store. Achana na kiswaswadu. D'Voice anawaleta Mandasi Store. Mandasi Store wanakuja na D'Voice Manyoni. Tarehe 7 tutakuwa Manyoni. Nitawatajia kila ukumbi na kila sehemu tunapokwenda.
Lakini tarehe nane tutakuwa Mwanza. Sasa muda wa watu wa Mwanza, watu wa maeneo yote yanayozunguka Mwanza, tukutane Mwanza tarehe 8. Anadondoka Dvoice pamoja na timu yake yote, au sio bwana? Tutakuwepo, tuko pale kwa ajili ya kuwapa burudani watu wa Mwanza. Lakini sisi kama Mandasi Store tunasema Mwanza wana nafasi ya kupata simu za mkopo kupitia kwetu. Tutawakopesha simu na mtaondoka nazo, kisha mtalipa kidogo kidogo. Unachotakiwa kuja nacho ili uwe na uhakika kukopeshwa simu, cha kwanza uje na kitambulisho chochote ambacho kinatambulikwa na serikali. Uje na namba ya NIDA au kitambulisho cha NIDA, uje na leseni ya kuendesha gari, lakini pia ukiwa na passport ya kusafiria, hati ya kusafiria, lakini pia ukiwa na kitambulisho cha kupigia kura. Basi hiyo ndo nafasi ya kwanza kuqualify kuweza kupata simu kupitia Mandasi Store. Tunakwenda na Dvoice, tunaanza na kanda ya Ziwa, tunaanza na mikoa mitatu. Tutakuwa Manyoni ambapo ni Singida, lakini pia tutakuwa Shinyanga tarehe 6, lakini tutakuwepo Mwanza tarehe 8, Manyoni tarehe 7. Tunaomba sana na tunawasihi sana Watanzania, njooni mumuunge mkono Dvoice. Njooni mpate burudani kutoka kwa Dvoice katika sehemu zote hizo. Naomba mtu mmoja aje niletee list niletee hapa kumbi zote. Sawa. Shinyanga tutakuwa kuna ukumbi, itakuwa ni Ijumaa sasa. Tutakuwa kuna ukumbi unaitwa Easy Piano. Watu wa Shinyanga wanaujua. Moja kati ya ukumbi classic ambao una level ya kumweza kumhost Dvoice. Easy Piano. Tutakuwepo pale. Watu wa Shinyanga. Tarehe hii itakuwa ni tarehe 6 Ijumaa. Lakini watu wa Mwanza tutakuwa kwa Tunza Beach. Tunajua hamna mtu wa Mwanza ambaye hapajui kwa Tunza Beach. Tutakuwa kwa Tunza, watu wote tukusanyike pale. Njoo na kitambulisho chako cha NIDA, utakutana na watu wa Mandasi, watakusaidia kuweza kukopa simu smartphone, uachane na kiswaswadu, urekodi video, urekodi unachotaka. Lakini pia tuna maduka yetu pale Mwanza. Tukifika Mwanza tutawaambia namna ambazo za kufika kwenye maduka yetu moja kwa moja, au ukipiga simu 0713 444 993 utapata kuongea na wahudumu wetu ili uweze kukopa simu na kulipa kidogo kidogo. Lakini tumesema watu wa Manyoni ambao ni Singida, Nyamongo, watu wa Nyamongo tarehe 7, Nyamongo sio Manyoni, ni Nyamongo tarehe 7 Jumamosi. Tutakuwa kwenye ukumbi unaitwa The Friday Club. Ukumbi huu unaitwa The Friday Club. Dvoice pamoja na timu yake nzima kutoka WCB tutakuwepo hapo. Watu wa Nyamongo, tukitoka Shinyanga tarehe 6, tarehe 7 tutakuwa Nyamongo. Tukutane Nyamongo katika ukumbi unaitwa The Friday Club. Hapo tutakuwa na show kubwa ya Dvoice. Shinyanga tutakuwa Easy Piano Ijumaa. Lakini siku ya tarehe 8 Jumapili tutakuwa kwa Tunza Beach. Naomba Watanzania, njooni mumuunge mkono msanii wa baba yangu Diamond Platnumz, Dvoice. Naomba mje mumuunge mkono, mje muangalie burudani, mje muangalie show kubwa, show pana, show ndefu kutoka kwa msanii kutoka WCB mwenye uwezo wa kupiga miguu yote. Unataka viswaswadu, unataka kisingeli, unataka piano, hakuna kitu ambacho hutokipata ndani ya show ya Dvoice. Lakini sisi kama Mandasi Store, kama wadhamini wakuu wa show hii, tunasema tutatembea na Dvoice sehemu zote hizo, na tampa nafasi pia mkurugenzi wa Mandasi Store ili atuambie kwa maeneo hayo ambayo tunaanzia, watu wa Shinyanga, watu wa Nyamongo, watu wa Mwanza, maduka yetu ambao wanaweza wakapata simu kwa sasa hivi ni yako sehemu gani na watu wanaweza kufikaje pale. Alafu baada ya hapo nitampa nafasi superstar, msanii namba 1 wa mziki wa singeli katika nchi yetu ya Tanzania, Dvoice, msanii namba 1 mwenye uwezo wa kutunga na kuimba na kutungia watu wengine. Na watu wakileta mdomo nitataja watu wote ambao wameandikiwa nyimbo na Dvoice. Sina huruma mimi. Sina huruma na mtu yoyote kwa sasa hivi. WCB hatuna huruma na mtu yoyote, kwanza mzee wangu kashafunga ndoa na hasira. Hatuna huruma na mtu yoyote. Mkurugenzi wa Mandasi Store, mzee Mandasi, tunaomba uje hapa kwa uchache sana, kwa uchache mno, uwaelezee Watanzania kwa nini umemchagua Dvoice
umeamua kuweka hela kwenye tour ya The Voice ambayo itaenda kanda ya Ziwa, mikoa yote ya kanda ya Ziwa, lakini tunafanya mpaka tarehe 8 kwa sababu tarehe 10 tutakuwa wote kwa pamoja tunaelekea London kwenye show kubwa ya Diamond Platinum, mzee wangu, na The Voice yuko pale, amelipwa ma USD ma euro kule kwa ajili ya kwenda kuperform. Naomba uje hapa uwaambie Watanzania Nyamongo, Shinyanga na Mwanza maduka yetu yako wapi na kwa nini umeamua kuweka hela kwa The Voice wa WCB. Thank you. Ibana, habari sasa hizi. Naitwa Lisu Mandas, ni mmiliki wa maduka ya Mandas Store. Ninayo furaha kubwa kumtambulisha The Voice kama sehemu ya wasanii ambao tumewadhamini. Actually kwa nini tumechagua The Voice? Tumemchagua The Voice kwa sababu moja, muziki wa The Voice unajua ni muziki wa singeli asilimia kubwa. Na muziki wa singeli ni ule muziki ambao unatembea Uswahilini. Na nature ya wateja wetu ni wale watu wa Uswahilini na ndio wateja wetu wakubwa sana. Watu wa kukopa. Yes. Kwa hiyo tukaona The Voice tuko sehemu salama kabisa. Tunaamini product zetu zitawafikia popote kule walipo. Kwa sababu ni mtu ambaye anafikisha ujumbe kwenye muziki, lakini ujumbe wetu wa kukopesha simu kwao utawafikia vilivyo. Yeah. Mwanza, Nyamongo, Shinyanga, maduka yetu yako wapi? Of course tukianza na Shinyanga ambako show ndio inapoanza, tarehe 6. Tutakuwepo kwenye event yenyewe pia, lakini kwa duka letu liko moja, liko opposite na stand kuu ya mabasi. Sorry, ni soko kubwa. Soko kuu. Soko kuu. Tupo mkabala na soko kuu pale. Tunatazamana na stand ya bajaji zile. Upande wa Shinyanga. Lakini vile vile upande wa Mwanza tuna duka mawili. Tuna duka liko Daraja la Masai, lakini tuna duka liko Igoma. Kwa kuna duka la Mandasi Store Daraja la Masai pale Mwanza. Yes. Lakini kuna duka lingine la Mandasi Igoma. Lakini pia tutakuwa tuna booth kwenye event pia. Si mnaelewa mtu akisema booth akizungumza booth tafsiri yake ni kwamba tutakuwa tuna duka linalo tembea kwenye show zote za The Voice. Kwa unao uwezo wa kukopa simu ukiwa umo kwenye show. Sio kama mnanielewa wa Tanzania. Huyu mzee Mandasi huyu ameamua kila Mtanzania ahame kwenye Kiswaswadu. Kwa show zote za The Voice tutakuwa tunatembea na duka la Mandasi Store. Umo kwenye show unaweza kukopa na watu wetu wanaweza kukuhudumia. Ndio maana nakwambia ukija kwenye show ya The Voice, njoo na kitambulisho chako cha NIDA, njoo na kitambulisho cha kupiga kura, njoo na kitambulisho chako cha leseni ya kuendeshea gari au hati ya kusafiria. Hiyo zote zinakufanya uqualify kukopeshwa simu. Mzee Mandasi, mwagika mzee. Kitu kingine ambacho ningependa clarify hapa ni kitu kimoja. Tuna simu za kuanzia shilingi 300,000, lakini tunaenda mpaka simu ya 1,700,000. Okay. Kwa hiyo tusifikiri kwamba tu ni simu ndogo tu ambazo zinakopeshwa, hapana. Tuna product mpaka ya 1.7 million. Okay. Kwa hiyo inaweza kumcover mtu yoyote wa hadhi yoyote ile. Tumebezi Uswahilini kwa sababu tunaamini ndio soko letu kubwa lilipo, lakini tuwatangazia na wengine pia. Tuna device mpaka ya 1.7 million ambao ni high hands. Bas. Swali chake unajua? High hands. High hands. Nadhani Kiswahili chake mtaelewa. Unajua mnakuwa ni wabishi. Mnakuwa ni wabishi, lakini mimi naamini mtaelewa. Mzee Mandasi, mimi nashukuru sana. Unaweza kuwatajia namba ya simu ambayo watu wakipiga muda wote sasa wote wanaanza kupata, tofauti na hii 0713444993 kwa watu wa Shinyanga? Wanatumia namba gani ya simu? Saidiane hapo haraka kwa sababu no time to waste. No time to waste kabisa, hakuna muda wa kupoteza. Jamani, Mzee Mandasi ameamua kuweka hela kwa The Voice. The Voice anaenda kuwa mtu mwingine kabisa. Diamond Platinum kazi yake ni kututanulia njia, and then sisi tunatakiwa tupite. Matajiri wanaweka hela, tunaondoka na kijiji. Tutajie namba ya Shinyanga. Obviously kwa mikoa ambayo tunakwenda nitahitaji hapa. Kwa mkoa wa Shinyanga namba yetu ni 0740. Nikisema kwa default na ile 99 99 tena 24 0740 99 24. Lakini kwa Mwanza Daraja la Masai kwa wawili 0766 499 222. Basi. Nyamongo, watu wa Nyamongo wanatakiwa wasogee Shinyanga, wasogee kwenye show. Wanapata ambao watu wa Nyamongo ukipiga 0713444993 unakutana na